Mara ya mwisho ulimwambia mtoto wako nakupenda kwa lugha ya kabila lako ni lini? Dunia inabadilika haraka sana. Watoto wetu wanakuwa wakizungumza Kiingereza, Kiswahili, lakini je, wanajua lugha yetu ya asili? Lugha ya mababu zetu? Lugha mama si tu maneno, ni sauti ya historia yetu, mila zetu, mapenzi yetu na asili yetu. Leo tutaangalia faida 10 muhimu za kumfundisha mtoto wako lugha ya kabila lako, kwa kutumia ushahidi wa kisayansi na mifano halisi. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye sasa hivi, kwa sababu tunashirikiana kukuletea maarifa sahihi kwa ajili ya ustawi na makuzi ya mtoto wako. Karibu tuweze kujumuika pamoja na kuangalia umuhimu wa lugha mama. Kwa nini ni muhimu kuwafundisha watoto lugha ya asili ambayo ni lugha mama? Karibu na tuanze. Umuhimu wa kwanza, hujenga utambulisho wa kitamaduni na kijamii. Utafiti wa UNESCO wa mwaka 2016 unaonesha kuwa watoto wanaojifunza lugha ya mama hukua na ufahamu mkubwa wa wao ni nani, wanatoka wapi na nafasi yao katika jamii ni ipi. Lugha ni utambulisho. Mtoto anayejua lugha ya kabila lake ana mizizi imara. Umuhimu wa pili ni kuimarisha kumbukumbu na uwezo wa kujifunza. Tafiti kutoka Harvard University zinaonesha kuwa watoto wanaojifunza lugha mbili kama Kiswahili na lugha ya kabila huonyesha ubongo wenye uwezo mkubwa wa kumbukumbu, utatuzi wa matatizo na ubunifu. Umuhimu wa tatu ni kupunguza hatari ya magonjwa ya ubongo ya uzeeni. Journal of Neurolinguistics ya mwaka 2012 ilithibitisha kuwa watu waliokuwa bilingual tangu utotoni walichelewa kuonyesha dalili za magonjwa kama Alzheimer's kwa wastani wa miaka 4 hadi 5 zaidi. Umuhimu wa 4 ni kujenga uhusiano wa kizazi kwa kizazi. Mtoto anapojua lugha ya bibi au babu yake, hujenga uhusiano wa karibu zaidi, hurithi hekima, hadithi, methali na maadili ya kifamilia. Bibi anapomsimulia mjukuu wake hadithi kwa lugha yake, anamjengea mbegu ya hekima. Umuhimu wa 5 ni kuongeza uwezo wa kijamii na kujiamini. Watoto wanaojua lugha yao ya asili, hujiona wa maana zaidi, hujiheshimu na huwa na uwezo wa kuwasiliana vizuri zaidi ndani ya jamii zao. Umuhimu wa 6 ni kutoa faida katika elimu. Tafiti za UNICEF zinaonesha kuwa watoto wanaofundishwa kwa lugha ya mama hujifunza kwa ufanisi zaidi, hasa katika hatua za awali za elimu, kwani wanaelewa vizuri maelekezo. Umuhimu wa 7 ni kuwezesha uraia wa kidunia bila kusahau mizizi. Kujua lugha ya kabila si kizuizi, ni nguzo. Watoto wanaweza kuwa raia wa dunia, lakini wakiwa bado wamebeba asili yao. Ukijua Kiingereza ni vizuri, lakini usisahau kusema shikamoo bibi kwa lugha yako mwenyewe. Umuhimu wa 8 ni kuchochea ubunifu na uandishi wa asili. Watoto wanaojua lugha mama wana uwezo mkubwa wa kuandika mashairi, hadithi au nyimbo zenye ladha ya asili. Lugha huleta mtazamo wa kipekee wa dunia. Umuhimu wa 9 ni silaha ya kuhifadhi utamaduni ulio hatarini kupotea. Zaidi ya lugha 40 za Kiafrika zinatoweka kila baada ya miaka michache. Kumfundisha mtoto lugha ya kabila lake ni kuchangia moja kwa moja katika kuitunza. Umuhimu wa 10 ni kuweka ufunguo wa fursa mpya za kijamii na kiuchumi. Lugha za asili sasa zina mchango mkubwa katika utalii, tafsiri na hata filamu na muziki. Mtoto anayejua lugha ya kabila lake anaweza kupata fursa za kipekee maishani. Mtoto wako ni kama mti. Mti ukikosa mizizi hukauka. Lugha ya kabila lako ni mizizi ya mtoto wako. Ukipanda mapema itamea kwa nguvu, hekima na fahari ya asili. Usiache lugha ya kabila lako ife mikononi mwako.
Mfundishe mtoto wako leo. Kama umeguswa na video hii, like, comment kwa lugha ya kabila lako na subscribe kwa content zaidi kwa kuenzi tamaduni zetu. Tutajisikia amani na furaha sana kama tukiona comment za lugha mbalimbali za Kiafrika, lugha mbalimbali za Kitanzania. Karibu tushirikiane na karibu tena tuonane katika video nyingine inayofuata. Kwa mawasiliano zaidi, unaweza kutuma ujumbe au ukapiga simu kwa namba 0754579224.